Naam, hali gani mwanafamilia na mtazamaji wa Mega Media Tanzania. Leo tena tarehe 25 mwezi Agosti mwaka 2026. Moja kati ya vitu ambavyo vimechukua headlines sana kwenye vyombo na vyanzo vingi vya habari ndani lakini pia nje ya mipaka ya Tanzania ni kuhusu swala la Mheshimiwa Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Emmanuel Nchimbi kujihuzuru nafasi hiyo. Sasa maneno yamekuwa mengi sana na maoni yamekuwa mengi sana, japokuwa hatukupata taarifa kamili kutoka Ikulu au kutoka kwenye ofisi ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Je, ana maoni gani? Wengi walikuwa wakisubiria pengine kupitia ukurasa wake wa Instagram Rais Samia Suluhu Hassan angeweza kusema chochote, lakini pia hakuna ambacho kilisemwa. Lakini siku ya leo alichosema Rais Samia Suluhu Hassan kupitia ukurasa wake wa Instagram ilikuwa tu ni kuwatakia Waislamu sikukuu hii waweze kusherehekea kwa amani. Sasa turudi kwenye hili swala la kujiuzulu kwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Emmanuel Nchimbi, swala ambalo limezua mijadala mingi sana kwenye engo ya siasa na jamii kwa ujumla. Sasa hii hapa ni taarifa kwa umma, taarifa rasmi kutoka kwenye ofisi ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia ukurasa wa Instagram wa Ikulu Mawasiliano. Na kabla sijaisoma, basi usisahau kusubscribe, kulike, lakini pia kuweka maoni yako juu hiki ambacho umekiona siku hii leo. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, taarifa kwa umma. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan leo tarehe 25 Agosti 2026 amepokea barua ya ombi la kujiuzulu makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Balozi Dr. Emmanuel John Nchimbi kuanzia Septemba 4 2026. Mheshimiwa Rais ameridhia ombi hilo. Taratibu za kikatiba za kumpata makamu mpya wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwingine zitachukuliwa. Taarifa hii imetolewa na ofisi Katibu Mkuu Kiongozi na kuweka saini zake siku ya leo Agosti 25 mwaka 2026. Hiyo ndo barua au taarifa fupi ambayo imetumwa kutoka katika ofisi ya Katibu Mkuu, yaani inamaanisha kutoka katika serikali ya juu kabisa, ambapo pia hupitishwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania au hutolewa pia na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye yuko madarakani. Ni katika utaratibu tu ambao pia protocol huwa zinafuata katika mambo haya ambayo yanahitaji mwongozo mkubwa sana. Sasa licha ya kwamba maoni yamekuwa mengi sana, nje na yote watu wamekubali kwamba Mheshimiwa Makamu wa Rais amejiuzuru nafasi hiyo. Sasa wengi wamekuwa wakipendekeza majina yao kwamba wangependa baada ya Mheshimiwa Dr. Nchimbi kuondoka, pengine nani angeweza kuwa pengine makamu mpya wa rais. Sasa hapa kuna listi ya moja kati ya majina matano ambayo yamependekezwa kwamba wanapendekeza pengine hawa angalau washike hiyo nafasi ya umakamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa mimi nitakusomea kwa ufupi sana hapa. Then pia wewe utaniambia baadaye, je, unapendekeza au ulitamani nani angeweza kushika nafasi hiyo baada ya Mheshimiwa Nchimbi kuondoka? Namba moja ni Dorothy Gwajima, huyu ni mbunge wa kuteuliwa. Namba mbili ni Dr. Doto Biteko. Namba tatu ni Hussein Bashe. Namba nne ni Januari Makamba na namba tano ni Profesa Kitila Mkumbo. Sasa hawa ni watano ambao wanaonekana kuwa kwenye uwezekano au wazungu wanasema possibility za kuchaguliwa au za kuteuliwa, na maanisha kumradhi, za kuteuliwa kuwa pengine makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. So niambie pia kupitia eneo la maoni, je, unadhani ilifaa au itafaa nani aweze kukaimu nafasi hiyo ya umakamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania? Bwana, mimi ni Balamatizi Balama Tanzania na hii ni Mega Media Tanzania. Usisahau kusubscribe, kulike, lakini pia kuweka maoni yako.